Yes, bwana, nilipoti kutoka msibani kwa dada yetu kama vile ambavyo ulikuwa umeweza kusikia, moja kati ya TikTok, moja kati ya wanawake ambao wamejipatia maarufu mkubwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa TikTok. Jina maarufu ambalo watu wengi wanamfahamu ni Mrs. Sharo. Tayari Nyundo TV tumeshakitananga hapa msibani kwa ajili ya kuweza kukupa taarifa tofauti swala zima la mazishi, na kama kuna chochote ambacho tunaamini mfuatiliaji wa YouTube channel yetu natamani ukifahamu, bila shaka unakwenda kukifahamu. Tayari nimeshazungumza na bibi, japo kwamba hakutaka ama familia haikutaka aweze kuonekana, lakini tuliweza kuzungumza naye kwa njia sauti, na tayari tumeshaweza kuiposti kuna mtandao wetu wa YouTube kwa sauti yake. Muda huu nazungumza na miongoni mwa waombolezaji, naweza nikasema hivyo, ama wafiwa, moja kati ya watu ambao ni familia na marehemu. Kushoto kwangu ndugu yangu anaitwa Arnold Master, moja kati ya mameneja, anaweza kusema comedian ambao wanafanya nafasi yao kwenye mitandao. Kule kwangu nipo na moja kati ya watu ambao na wenyewe wapo huko mtandaoni. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanaishi mitandaoni, utakuwa unamfahamu, anajiita Handsome Dunia kama sikosei. Yes, nazungumza nao tuambie vile ambavyo wao binafsi wameguswa na vipi ambavyo walikuwa wanamfahamu leo. Mzee nakwaje? Please. Bwana, pole kwa hiki ambacho kimetokea. Shapo. Sasa kwa kifupi kwamba wewe marehemu unamfahamu vipi ama ulimfahamu vipi, kwa sababu tayari ameshafariki? Kwa kifupi mimi marehemu nilimfahamu tuseme mwezi wa Ramadhani. Kuna kazi moja ambayo tulitakiwa tukafanye yote, na hiyo kazi ilikuwa ni tangazo, kisha tutakuwa mimi na marehemu Mrs. Sharo. Kwa hiyo hapo mimi ndio mwanzo wa kufahamiana naye Mrs. Sharo kwa hapo, ila Mungu akajalia tulipofika tukafanikiwa kufanya kazi. Tukafanya kazi 2-3, ila tukapanga tufanye kazi nyingine zaidi hata ya hizo, ila ndio hivyo. Nimesikitishwa na taarifa ya msiba, nimesikitishwa sana kikweli, nimesikitishwa sana na imeniuma sana kikweli. Wewe binafsi taarifa ya msiba ulipokea kwenye mazingira gani? Alikupa nani ama ulisikia wapi? Kikweli mimi taarifa niliona mtandaoni kwenye TikTok, nikaona Insta, ila sikuamini kwa sababu nikaona hizi ni taarifa tu za mtandaoni, ila nikapokea simu ya mtu wake wa karibu, nikaona kama bado, ila nikapokea tena simu ya tatu ambayo tena ikizungumzia taarifa zile ambazo niliziona mtandaoni. Hapo kidogo ndo nikaamini, na nilipoingia mtandaoni ndo nikaona zaidi, hapo ndo kidogo nikaamini. Kikweli mimi imeniuma sana. Kuna jambo nilikuwa nafanya, lakini nilipopata hiyo taarifa imeniuma sana kikweli, imeniuma. Tunasema marehemu wazungumzi kwa mabaya, tuzungumze walau mazuri yake. Kwa sasa tupo naye, unahisi unamkumbuka kwa design gani? Alikuwa ni mtu design gani kwako? Mimi namkumbuka kwa mengi namkumbuka, kwa sababu marehemu alikuwa ni mtu sana kujitoa, yani ni mtu wa kujitoa. Endapo kwa unahitaji kufanya naye kazi, kama ipo free unafanya naye kazi bila shida. Ni mtu wa kujitoa, angali mdogo mkubwa, ni yeyote tu anajitoa kwake. Kikweli hivyo marehemu mimi napomfahamu mimi, kwa hivyo ni mtu wa kujitoa sana, na si mtu adhalau wala nini. Anapenda kazi, mfanye kifamilia, mjumuike yani. Anodi, marehemu Mrs. Sharo alikuwa ni TikTok, pamoja na wewe ulikuwa TikTok, sometimes ulikuwa kwenye vichekesho. Huenda mtu akajiuliza kwamba muunganiko wenu ulisababishwa na nini? Vipi ambavyo ulifahamiana naye? Mimi kufahamiana na Mrs. Sharo, alinitafuta, bwana Anodi vipi? Nikamwambia safi. Akaniambia bwana, mimi bwana nahitaji kufanya kazi na wewe, kama pia utaweza kunisimamia itakuwa ni vizuri. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Basi mimi nikamkaribisha nyumbani. Baada ya kukaribisha pale nyumbani, tukafika pale nyumbani, nikamwambia naam, nakusikiliza, niambie. Akaniambia bwana, sasa hivi nahitaji usimamizi ambao una imani kwako wewe, pia tukipata contact nzuri kuhusu mimi na imani nitafika mbali zaidi. Nikamwambia ni kweli, kwanza mimi nashukuru, ukiona umeamini kupitia mimi pia tunaweza tukafanya vitu vizuri. Lakini pia nikasema hapana, kufanya kazi tu moja bwana, nacheki kwanza watu kwa karibu ili wajue kama tunafanya kazi mimi na wewe kwa sasa. Kwa hiyo tukabahatika kufahamiana na ndugu zake wa karibu, na baada ya hapo ndo tukaanza sasa rasmi. Akawa anakuja Kigogo kwetu, anakuja tunashoot, anashinda,
anapumzika muda wote, anakuja anafanya kama kuwa nyumbani. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza kukutanisha pia na watu wengine kama huyo Handsome wa Dunia, kwa sababu naye pia niko chini yangu. Kwa hiyo na wasanii wengine contact tulikuwa tunafanya, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kipindi kile cha mwanzo wa Ramadhani zilikuwa zinatembea zinaondoka. Kwa baada ya hapo matangazo yakaanza kuingia, ndo tukapata sehemu moja ya tangazo kuna bosi mmoja alituita Kigamboni, ndo pale kufika pale basi familia ikazidi kuwa kubwa zaidi ya hapo. Kwa tukawa tunazidi kuwasiliana, bwana kaka usione kimya, bwana kaka anafanya shughuli zake nini, naenda anashiriki, akawa anazidi kunishirikisha katika vitu vyake vingi vikubwa. Hata mara mwisho inaniambia pia kuna jambo lake kwenda kulifanya, na lakini baada ya kupita siku 2-3 mimi nikampigia simu nikamwambia vipi lile jambo letu lipo, kaniambia Nudi naumwa. Yani napoongea na wewe hapo mimi naumwa. Lakini tuombe Mwenyezi Mungu nikishakuwa sawa tutalifanya jambo letu. Bro, ndio ilikopo simu yangu ya mwisho kwake ni wiki iko Jumatatu wiki hii. Jumatatu ndo mimi naongea naye kumuuliza bwana vipi hilo jambo linafanyika, kaniambia mimi naumwa, sijisikii vizuri, ila nitakapokuja kuwa sawa tutafanya, maana ilibidi ifanyike wiki iliyosha likagairishwa, kwa tukapanga wiki hii hapa, ina maana weekend hii. Kwa hiyo ndo kwenye kumuuliza kaniambia Nudi mimi naumwa siwezi, yani hapa ngoja nitakapokuwa sawa tutafanya jambo. Hiyo ndio ilikopo simu yangu ya mwisho kwake, ilikuwa na Jumatatu. Kifupi ya Nudi, wewe ulienda kama meneja wa Mrs. Sharo? Ya, kuna kipindi kitu nafanya kazi nilisimama kama upande wa meneja kwa upande wake. Ya, nilikuwa na simamia vitu vyake ili mradi mambo yaweze kwenda kuwa sawa. Ya. Kwa nafasi yako meneja, unaweza ukawa ni moja kati ya watu ambao tumsafishe ama tuzungumze vile ambavyo ni sahihi kwa vile ambavyo vimeenea mtandaoni. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa kubwa zaidi kuhusiana na mahusiano ya Mrs. Sharo, kwa maana kwamba marehemu na Sharo mwenyewe. Kama meneja, kipi ambacho nafahamu mpaka Mrs. Sharo anafariki alikuwa ni mke wa mtu, kwa maana kwamba aliolewa, na vipi kuhusiana na mtoto, alikuwa na mtoto yeyote? Mashabiki huenda katamani wafahamu zaidi juu hili. Mimi kwa kipindi kile ambacho nakutana na marehemu alikuja akatana nitafuta tufanye kazi, tukashuti clip contact na zilikuwa zinafanya poa, zinatembea. Kwa kipindi kile kidogo nilimuuliza vipi, akanambia safi, mimi kufanya kazi tunafanya, lakini inabidi familia zifahamu. Kwa na mimi ni mmoja ya familia, sababu mtandaoni na hata mimi mwenyewe nilivyokuwa na mwangalia nilikuwa naona yuko mtu ambaye alikuwa na mtu wake, lakini kipindi ambacho mimi nakutana naye naambia kidogo alikuwa hako sawa. Alikuwa hako sawa, lakini nikamwambia mko sawa, basi nikajua ni mahusiano bro. Yani sikutaka kuingilia sana kuhusu swala la mahusiano. Mimi nilikuwa na deal tu swala la kazi. Umeona, na kuna siku nilikutanisha na mama yake mdogo. Umeona, nilikopo ni hivyo tu, kwa sikuwa deep sana na mahusiano yao kusema kweli. Ila mimi tu nilichokuwa na attend kwamba tushuti clip, kazi ziende, ndo tukapata matangazo, ndo tukakutana na huyo tajiri ambaye yupo Kigamboni, ndo nikamwacha mikono salama pale. Tumezungumza na bibi masaa machache kutoka sasa, na aliongea mambo mengi sana kwa hisia, especially kwenye mahusiano yake ya Sharo, kwa maana kwamba aliyekuwa mwanaume wake au mwanaume wake na yeye. Moja kati ya vitu ambavyo vilinigusa binafsi kile cha kusema kwamba hatamani Sharo aje hapa. Sababu ya msingi ni kwamba Sharo hakuwa mtu ambaye anaheshimu familia ya marehemu. Alikuwa ni mtu ambaye anajibu maneno machafu, familia haijalizishwa naye. Kama kijana, kama ni mtu ambaye walau kwa uchache utakuwa unamfahamu Sharo, umeumizwa kiasi gani kuona kitu kama hiki kimetokea? Kwa sababu kwa kipindi hiki yeye alitamani, tulitamani kwamba ndo awe mstari wa mbele kwenye kuhakikisha kwamba aliyekuwa mwanamke wake anashiriki kwenye 1 na 2 ya kumsindikiza kwenye nyumba yake milele. Kama kijana, hiki ambacho Sharo amekifanya, ambacho familia wanadiliki kusema tumtaki afike mpaka hata hapa msibani, unaumizwa nacho kiasi gani hasa? Mimi pia natamani pia nipate kujua kiundani zaidi kwa nini kwamba inapelekea mpaka hivi, labda anaambiwa asifike msibani. Pengine labda unajua inapokuwa na mahusiano, ndugu anajua, familia anajua, pengine wao ndo wanajua kiundani zaidi nini ambacho kilichokuwa kinaendelea kati ya baina yao watu wawili. Maana hilo swala lishakuwa familia. Umeona, kwa kama limetokea hivyo na sisi wote tunaona mitandaoni huko,
umeona kwamba ruhusiwi kuja msibani sijui nini. Tunatamani pia tufahamu hii ni sababu ni gani au kuna nini ambacho kimetokea mpaka anaambiwa asifike msibani. Ndio maana tunasema inapotokea swala la mahusiano bro, yani mahusiano hayaingiliwaje hata siku moja, au matatizo ya ndugu hatupaswi kuingilia hata siku moja. Kikubwa bibi kaongea, tutaheshimu maamuzi ya bibi, sababu bibi ndo anajua. Mpaka mtu anaongea usifanye kitu fulani, basi yeye anajua kuna chanzo cha hicho kitu ni nini. Kwa hiyo mimi kikubwa labda ni kumuombea sana marehemu, tumuombee. Wako mashabiki, marafiki, ndugu jamaa na marafiki wanatupigia simu, wanatoa pole. Kwa hiyo ni rai yangu ni kuongea sana na mashabiki na ndugu jamaa na Tanzania wote kwa ujumla, kuzidi kumuombea. Sisi binadamu bro, tunakosea, tuna matatizo, tuna madhaifu yetu. Inawezekana madhaifu yangu yakakukwaza wewe, lakini matatizo yanapotokea basi tunakuwa tuungane tuwe kwa pamoja. Umeona? Kwa mimi nizidi tu kumuombea marehemu apumzike kwa amani kwa kipindi ambacho mimi nimeishi naye. Kwa hiyo ndio hiko na kinachotuumiza siku zote bro, sikufichi kaka. Moment zile ambazo tulikuwa tunaishi. Muona leo hii tunafanya maongezi mimi na wewe. Kesho mimi sipo bro. Unaitazamaje hii clip ambayo mimi niko na wewe? Lazima utakuwa na maumivu. Ndio maumivu ambayo anao kila mtu ambaye alikuwepo na kila mtu ambaye anatizama ameishi na Mzee Shalo, kwamba tunaumia na tumeumia, ila kazi ya Mungu haina makosa. Ya Mungu hatuwezi kumlaumu Mungu kwa kile kitu amechukua amekipanga. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ilikuwa imetokea. Basi Mungu atujie sisi nguvu na familia ipewe nguvu ili tuzidi kusonga mbele. Naam. Bwana, mimi nikutakia pole na maombolezo mema. Asante sana. Shukrani.